Mtazamaji, hatimaye majibu yametolewa na ni ya kushangaza sana. Mwenyekiti wa Tume ya Rais Samia ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025, Jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman leo ameweza kuzungumza na amedai ya kwamba baadhi ya picha na video ambazo zilisambazwa wakati wa maandamano au wakati wa baada ya uchaguzi zikionyesha baadhi ya Watanzania wamepigwa risasi na kukusanywa katika chumba kimoja huku zikionyesha wengine wamejeruhiwa. Amesema baadhi ya picha hizo ni za uongo. Vile amesema kuna baadhi ambazo chache ni za ukweli. Mtazamaji, bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla tuweze kuangalia yote yaliyozungumzwa kuhusiana na matukio ya uchunguzi huu uliofanyika kuhusiana na machafuko yaliyofanyika baada ya uchaguzi mwaka 2025. Kama kawaida yetu, niambie unanisikiliza au kunitazama ukiwa wapi. Vile niambie kama upo nje ya nchi, niambie uko taifa gani, na kama upo humo Tanzania niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Tume ya Rais Samia Suluhu Hassan inayochunguza machafuko katika uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba mwaka 2025 imehitimisha kuwa video na picha zilizosambaa wakati huo kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha baadhi ya watu ama baadhi ya Watanzania wamepigwa risasi na kukusanywa mahali pamoja. Katika kipindi hicho zilikuwa mchanganyiko wa picha za kweli na zingine zilikuwa picha za uzushi au uongo wa makusudi. Matokeo hayo yaliyowasilishwa leo rasmi kwa Rais Samia Suluhu Hassan jijini Dar es Salaam yanaleta msimamo rasmi wa serikali kwenye mjadala ambao umeshika jamii ya Watanzania kwa miezi kadhaa. Jaji mstaafu Mohamed Chande ambaye alikuwa mwenyekiti wa tume hiyo aliwasilisha matokeo hayo moja kwa moja leo kwa Rais Samia Suluhu. Alithibitisha kuwa wachunguzi walichunguza wimbi la maudhui ya kutatanisha, video, picha ambazo zilikuwa zimeenea mtandaoni, maudhui ambayo yalichochea mjadala mkali wa umma na kuzua kengele katika jamii kote nchini. Tume hiyo haikuwa zoezi dogo la kiutawala. Kulingana na jaji huyo, ulibeba uzito kamili wa mamlaka ya urais na mahitimisho yake yana msimamo rasmi bila kujali jinsi yanavyopokelewa na umma. Miongoni mwa nyenzo zilizoshirikiwa zaidi ni video na picha wakati huo zinazodaiwa kuonyesha miili ya watu waliopigwa risasi na ikahifadhiwa katika hospitali na vyumba vya kuhifadhia maiti. Nakumbuka mimi binafsi video hizi wakati huo ziliweza kusambazwa sana na wanaharakati wapinzani ambao walionyesha miili mingi ya kutisha imekusanywa katika sehemu moja wakidai kwamba imefichwa katika hospitali moja baada ya kuangushwa kwa kupigwa risasi katika maandamano. Hata hivyo, video hizi zilizosambaa katika wiki kadhaa za uchaguzi huo zilizua hofu na sintofahamu. Hata hivyo, sintofahamu kubwa miongoni mwa Watanzania ndani ya nchi pamoja na nje. Familia zilipiga simu hospitalini, jamii zilikuwa zikidai majibu, uvumi ulijaza nafasi ambazo hakuna taarifa iliyothibitishwa, na ombwe hilo likathibitika kuwa msingi mzuri wa uhifadhi wa ukweli wa matukio na upotoshaji wa kimakusudi. Sasa tume hiyo ya uchunguzi, baada ya kukamilisha uchunguzi, inadai ya kwamba baadhi ya picha na video hizo zilikuwa za uzushi na za uongo, lakini pia waliongeza kuwa kuna baadhi zilikuwa za kweli. Jaji Chande aliongoza uchunguzi huo alitaja aina moja maalum kama inayojitokeza, picha zinazoonyesha miili katika mifuko ya bluu. Taswira hiyo mahususi alibainisha ilikuwa miongoni mwa iliyosambazwa sana kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii, na tume hiyo imegundua kuwa iliangukia katika kitengo cha uzushi au uongo. Picha na video hizo za mifuko ya bluu ama miili ikiwa ndani ya mifuko ya bluu zilikuwa ishara ya mzozo mkubwa wa habari. Zilishirikiwa wakati huo na maelfu ya Watanzania, zilijadiliwa majumbani, mahali pa kazi na mahali pa ibada, na kutajwa mara kwa mara na wale wanaobishana kuwa lilikuwa jambo zito na lisiloripotiwa lilifanyika wakati wa uchaguzi. Tume haikueleza kwa undani jinsi wachunguzi walivyopata ukweli huu au walivyotofautisha video au picha halisi na maudhui yaliyodanganywa, wala haikubainisha zana au mbinu iliyotumiwa kufikia hitimisho lake la kujua video hizo zilikuwa za uzushi au uongo. Pia haikutoa mchanganuo wa ni sehemu gani ya jumla ya nyenzo zinazozunguka ilikuwa halisi dhidi ya kubuniwa. Ukosefu huo wa maelezo ya punje huenda ukawa kigezo cha kushikilia kwa wakosoaji na
waangalizi huru ambao watataka kuelewa msingi wa ushahidi wa hitimisho la tume kabla ya kuyakubali kikamilifu. Kinachothibitishwa na matokeo ni kwamba mazingira ya habari yanayozunguka uchaguzi wa Tanzania wa mwaka 2025 yalichafuliwa sana, huku matukio ya kweli yakichanganyikana na yale ya viwandani au yaliyotengezwa kwa namna ambayo ilifanya iwe vigumu kwa wananchi wa kawaida kutenganisha ukweli na uongo. Hii ni kulingana na tume hiyo inayoongozwa na Jaji mstaafu Chande. Hili si tatizo la kipekee sasa la Watanzania. Kote kote barani Afrika na dunia nzima, uchaguzi umezidi kuwa uwanja wa vita vya habari kila kukicha, ambapo kasi ya kushiriki mitandao ya kijamii mara kwa mara inazidi uwezo wa mamlaka au waandishi wa habari kuthibitisha kile ambacho ni ukweli. Uchaguzi wa Tanzania wa mwaka uliopita Oktoba unaonekana kuwa sawa na mfano huu. Muktadha mpana wa kisiasa unahusika hapa. Uchaguzi wa Tanzania kihistoria umekuwa na upinzani mkali, na mzunguko wa mwaka 2025 ulifanyika kutokana na hali ya mvutano mkubwa kati ya chama tawala na makundi ya upinzani. Vurugu au madai ya vurugu katika mazingira hayo si matukio yasiyoegemea upande wowote, yana uzito wa kisiasa na yanaweza kutumiwa na pande nyingi ili kuendeleza simulizi zinazoshindana. Ugunduzi wa tume hiyo sasa kwamba baadhi ya picha au video zilitungwa za uzushi utakaribishwa na wale waliohoji kuwa wahusika wa upinzani au maslahi ya nje walikuwa wakitia chumvi matukio hayo. Kukiri kwake kwa wakati mmoja kwamba baadhi ya picha zilikuwa za kweli zitaonyeshwa, na wale wanaosisitiza kwa unyanyasaji wa kweli ulitokea na unastahili kuwajibika. Tume hiyo iliundwa na Rais Samia Suluhu Hassan ndani ya miezi kadhaa iliyopita mahususi kuchunguza matukio yanayohusu uchaguzi huo na machafuko yaliyofuata. Mamlaka yake yalishughulikia matukio ya machafuko na vurugu, huku swali la video na picha likiunda sehemu moja ya uchunguzi mpana. Iwapo uchunguzi huo ulienea hadi kubainisha ni nani aliyehusika kuzalisha na kusambaza maudhui yaliyobuniwa, na kama hatua zozote za mashtaka au uwajibikaji zinakusudiwa, haujawekwa wazi kutokana na taarifa zilizotolewa katika uwasilishaji wa ripoti hiyo. Suala la nini kitafuata ni lile ambalo waangalizi na wananchi watalitazama kwa makini, na Rais Samia ataweza pia kulitazama. Ripoti ya tume ambayo hubainisha maudhui yaliyobuniwa lakini haitoi watu waliotajwa, hakuna mashtaka na hakuna uwazi kuhusu mbinu iliyotumika, ya hatari kuonekana kama zoezi la usimamizi wa simulizi badala ya uwajibikaji wa kweli. Vilevile, ripoti ya tume inayokubali picha halisi za matukio ya kweli lazima izue kimantiki swali la matukio hayo halisi yalikuwa nini, nani alihusika nayo, na jinsi haki inavyoonekana kwa wale walioathiriwa. Jumuiya ya vyombo vya habari nchini Tanzania na mashirika ya kiraia hayakuwa yamejibu hadharani hadi sasa kwa undani mahitimisho ya ripoti wakati wa matangazo haya. Waandishi wa habari huru na mashirika kutetea haki za binadamu ambayo yamekuwa yakifuatilia matukio tangu Oktoba yanaweza kuchunguza matokeo hayo kwa makini, hasa tofauti kati ya wale ambayo tume ilithibitisha kuwa ya kweli na yale iliyoainisha au kuyataja kuwa ya kubuniwa au uzushi. Uchunguzi huo si changamoto kwa mchakato huo, ni sehemu ya lazima ya jinsi uchunguzi wowote wa tume unapata uhalali zaidi ya kuta za Ikulu. Ni hayo tu mtazamaji niliyojaliwa kukuandalia katika ripoti au habari hizi. Chukua sekunde yako moja kunijuza maoni yako upande wa comment section. Una lipi la kusema kuhusiana na uchunguzi huu uliotolewa kwa madai ya kwamba baadhi ya picha au video zilikuwa za uzushi na uongo na baadhi zilikuwa za ukweli? Nijuze mtazamo wako upande wa maoni. Vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.